ukashuke tarehe hii ya tarehe 8 ambayo tunasimama mbele zako, tukiomba neema, tukiomba rehema, tukiomba mkono wako kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya wilaya yetu ya Kyerwa, kwa ajili ya mazingira kila mmoja alikotoka. Tunatamka neema, tunatamka baraka, tunatamka kuinuliwa, tunatamka kibali, tunatamka uponyaji, tunatamka uelewa, tunatamka nguvu, tunatamka neema, tunatamka mafanikio, tunatamka wokovu kwa kila mmoja wetu. Amani ya Bwana na uwezo wa Mungu wewe kila mmoja wetu, katika Yesu Kristo Bwana Mwokozi. Kila mwenye imani aseme amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukaribishe asubuhi ya leo kwenye ibada yetu ya baraka, ibada ya uzima, ibada ya uponyaji, ibada ya ushindi ambayo unaenda kukutana na Bwana asubuhi ya leo. Haleluya. Hebu nisikie shangwe kwa kila mmoja. Kila mmoja anayo amani na furaha. Hebu ampe mkono mwenzake, mwambie karibu kwenye ibada. Yes, haleluya. Basi chukua nafasi yako nzuri ukae, niseme na wewe kwa muda mfupi sana neno la Mungu ambalo tunaenda kulishare siku ya leo. Tunaangalia ujumbe siku ya leo unaosema giza katikati ya kizazi cha elimu. Sema amina. Nazungumzia leo juu ya giza katikati ya kizazi cha elimu na namna gani tutafanya ili kuondoa giza hilo katikati ya kizazi chetu japo kina elimu. Tunaangalia andiko kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 8 mstari mmoja tu wa 12. Ndiko tutakuta ujumbe wetu. Injili ya Yohana ile sura ya 8, tunaenda kusoma maandiko mstari mmoja tu wa 12. Neno la Mungu linasema, basi Yesu akawaambia. Injili ya Yohana kama umefika ile sura ya 8, naanzia mstari mmoja tu wa 12. Basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Naomba nirudie maneno haya ili uyazingatie, atakusaidia. Basi Yesu akawaambia tena, maana yake aliwahi kuambia na anarudia. Na mimi labda niliwahi kusema na leo narudia. Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Geza makofi kwa ajili ya Bwana. Naomba unisikilize vizuri, wewe ambaye Mungu amekupa neema siku ya leo kuhudhuria ibada hii. Hebu ikawa ibada ya nuru katika maisha yako katika jina la Yesu. Ikawa ibada ya mwelekeo, ikawa ibada yenye kutoa majibu. Kwa nini kizazi chetu kina mwamko mkubwa wa elimu, lakini giza bado limefungwa? Bado giza limefungwa katika kizazi kilichojaa vyeti, kilichojaa skrini zenye mwanga kama mnaoona leo huu mbele yenu na maneno makubwa ya kitaalamu. Bado kuna giza linalojificha katikati yetu. Ni giza lisiloonekana kwa macho, bali linaonekana kwa matendo. Amen. Kwa macho ya kawaida giza halionekani, lakini giza hilo linaonekana kwa matendo. Pamoja na kwamba kizazi chetu kimejaa wataalamu, nina ushahidi kwamba leo ukivuka nyumba moja ukaenda nyumba nyingine, utakuta form 4 holder, form 6 holder, utakuta mtu amehitimu chuo aidha cha kati au degree. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Si ni kweli? Kila nyumba
2, kama si wa vyuo vya kati basi ni wa form 6, kama si wa form 6 basi ni wa form 4, kama si wa form 4 basi tunamta na darasa la 7. Kwa hiyo kila familia ina mhitimu, lakini bado kizazi chetu kimegubikwa na giza lisiloonekana kwa macho bali kwa matendo. Nazungumza nini? Naomba unielewe wewe unayenisikiliza na unayenitazama. Nazungumza nini? Naomba nitoe mifano ifuatayo. Utaona kwa mfano kupotea kwa maadili, kupotea kwa maadili kwenye jamii yetu. Kila mmoja leo ukisikia vyombo vya habari, wanasiasa, viongozi wa dini, watu mbalimbali wanazungumza kwa maadili yamepotea. Sasa yanapoteaje wakati watu wamesoma, watu wana elimu? Nafikiri wangekosa maadili yanaongezeka, maana elimu imeongezeka, imewasaidia hata wale ambao walikuwa hawajui sasa wanajua. Sasa kwa nini leo maadili ndio yanaendelea kuishi? Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa tutaangalia elimu imetusaidia kwa namna gani kwamba leo maadili yanaisha. Lakini jambo la pili, kuna ukimya. Kuna ukimya mkubwa mbele ya uovu. Nani aseme anapoona uovu unatokea? Kuna ukimya kitandugao kwa Wahaya na Wanyambo. Kuna ukimya, uovu umesambaa kama moto wa kiangazi katikati ya jamii, katikati ya familia. Waonao wananyamaza, wasikiao wananyamaza. Hii ni hatari inayokabili kizazi chetu, lakini wanaelimu. Jambo la tatu, kuna kukata tamaa na kujitoa maisha. Kukata tamaa na maisha na kujitoa uhai. Kukata tamaa na kujitoa uhai. Watu wamekata tamaa na maisha na kujitoa. Tungetegemea kwa kuwa kizazi kimeendelea kuelimika, utandawazi umeongezeka, ujuzi umeongezeka, tulitegemea kuona watu wanatiwa moyo, watu wanasikia, watu wanaangalia shuhuda mbalimbali kwenye runinga mbalimbali, watu wanaangalia mitandao ya kijamii, wanasikia watu wametendewa, mpaka wengine wanabahatisha. Mtu analala maskini, anaingia kwenye mchezo ya kubahatisha, anapata pesa, unasikia ni tajiri. Wengine mpaka si kwenye nini, kwenye huku kwenye kule. Lakini kuna shuhuda kwenye vyombo mbalimbali vya habari, watu wanashuhudia mambo ambayo Mungu amefanyaje, amefanya. Watu wameenda kwa Mwamposa, watu wameenda kwa Suguye, watu wameenda siku kwa nabii nani Mwantiala, watu wameenda kwa nani, wameombewa, wamefanikiwa, wameombewa, mambo yameenda. Wengine katika kizazi hicho cha utandawazi bado wamekata tamaa na maisha, wanawaza kujimaliza. Katika kizazi hicho wamesema tumechoka kuendelea, wanafikiri kukatiza uhai. Giza limetanda. Pamoja na elimu hiyo bado giza limetanda. Pamoja na taa za barabarani bado ajali zinatokea. Tunaona giza kwa matendo, lakini kwa macho ya kawaida giza halionekani. Mungu akufungue macho leo uone katika jina la Yesu. Mungu akufungue macho uone. Lakini jambo la nne, tunaona nyumba nzuri zilizojengwa kitaalamu, nyumba kubwa, nyumba za kisasa, lakini wanafamilia hawaishi ndani. Wanafamilia hawaishi ndani hizo nyumba nzuri. Watu wametengana, huyu huku huyu, na wanaoishi mle pamoja, wengine baba na mama hawalali pamoja. Giza limefunika mpaka kwenye chumba cha kulala. Giza limefunika mpaka sebuleni wanakolia chakula, kila mtu analia huku, mwingine analia kule. Giza limetanda, hakuna anayemuona mwenzake. Matendo yanaonekana. Lakini jambo la tano, jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Yesu lisifiwe sana. Jambo la tano, kutumia elimu kwa manufaa binafsi badala ya manufaa ya jamii. Hata wale ambao kidogo wamefanikiwa kupata elimu, kila mmoja anataka kutumia elimu kwa faida yake binafsi. Ndio maana anaipata kafursa kokote kwenye nafasi za ajira, anawaza yeye mwenyewe ainuaje eneo lake, familia yake, mazingira yake, hata kama ni kwa kumuumiza mwenzake, hata kama ni kwa kumhamisha mwenzake, hata kama ni kwa kumuua mwenzake. Sasa hiyo elimu imemsaidia nini? Tumeona watu kuonewa, tumeona wasio na uwezo kudhulumiwa mali, tumeona wanaume wasio na uwezo wanadhulumiwa wake hadharani. Hamuoni? Tumeona watoto
uelewa na wenye ujuzi. Giza limetanda, bado giza linatawala. Haleluya, haleluya, haleluya! Giza limetanda. Jambo la 6, kuwaona wasomi na viongozi wakitegemea ramli na hirizi badala ya maombi ya neno la Mungu. Wala ambao wangetegemea kuwa wasomi na wataalamu na wajuzi, kuishi kwa kutegemea hirizi, kuishi kwa kutegemea mganga ambaye hata darasa la 7 alifeli, lakini anaendesha huyo mtu ambaye hakufanikiwa hata kwenda shule, ndiye anaendesha. Kwa mfano, anaendesha mkoa. Ikiwa mkuu wa mkoa fulani anategemea mganga, maana yake yule mganga ndo anaendesha ule mkoa, maana yule kiongozi hawezi kufanya chochote bila masharti na maelekezo ya yule mganga. Kama ni jimbo fulani, ni mbunge wa jimbo fulani anategemea mganga fulani, lazima hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo lile jimbo la watu 1000 ngapi wanaongozwa na yule mganga ambaye hakwenda hata shule. Giza litatokaje kwa jamii yetu? Tutashindaje hilo giza? Mtu anaishi kwa makucha ya kuku, anatembea kwa nywele za sungura. Mtu anaamini katika mavi ya panya, kama anaweza akalinda familia ikawa salama. Giza hilo Yesu amuike leo, akimuomba tena mtaji, akimuomba tena sio aishi wapi, anataka kuoa, anataka kufanyaje, bado wanabanana tena nyumbani. Mama mzazi ameuza shamba, ameuza kuku na bata. Sasa yule alienda chuo, amepewa elimu, amestadi kujua kama amesomea masuala ya mifugo, ng'ombe anajifungua baada ya muda gani, ndama huwa na meno ya chini sio ya juu. Tena tutamsaidia nini kwenye elimu? Amekaririshwa mambo ya wataalamu. Profesa fulani alisemaga hivi, profesa fulani alisemaga hivi, profesa fulani alisemaga hivi. Je, amebuni kuwajibika? Amepewa elimu ya chuo, amepewa elimu ya chuo kikuu, anaporudi katikati yetu ana msaada gani leo ili apunguze, aondoe umaskini wa familia? Upo. Kilio ni kile wanarudi kwetu kutuomba tena tuwasaidie. Sasa umaskini maisha bado unaendelea. Hao ndio wamelala mtaani, hao ndio wataalamu kwenye mitandao, hao ndio wanaibia watu maskini wasiojua. Message inaingia, umepewa hela fulani kutoka gawio fulani, hebu weka namba fulani ili upate hiyo hela yako. Wanaibiwa wazazi waliowasomesha, wanaibiwa wazee waliowaombea, wanaibiwa wazee waliowatakia dua, wanarudi kuja kuwaibia. Kizazi cha namna gani kilichokupikwa na hili giza? Tunashindaje hicho kizazi? Leo kizazi kinalia, leo wazee wanalia. Elimu imetufundisha kusoma na kuandika. Je, imetufundisha kuwajibika ili tutumie elimu hiyo ipunguze umaskini tulionao, ipunguze changamoto tulizonazo, au imetuongezea? Ndio ulimwengu unaitwa wa sayansi na teknolojia linalokujia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini imetupa uwezo wa kubuni na kuhesabu. Watu wamejua kubuni na kuhesabu kupitia elimu waliopewa. Lakini je, hiyo elimu imetujengea huruma? Imejenga uadilifu? Imejenga ujasiri wa kusimama kwa yasio, kusimama kwa ujasiri kwa mambo yaliyo sahihi? Au ujuzi huu wa kubuni umeongeza nini? Umeibua watu wabaya. Ongezeko limeongezeka, lakini pia tunaona ongezeko la umbea kwa jamii. Ubunifu ule, badala ya kumfanya mtu abuni mambo makubwa na maendeleo, hesabu hili sasa mtu anakaa kumhesabu mwenzake, kumfanya tathmini mwenzake. Leo ameongeza shamba, leo nasikia amefanya hivi. Huyu mtu anaanza kubuni, lazima huyu mtu ameenda Freemason, lazima huyu mtu ndo alipa mume wa fulani, lazima huyu mtu ndiye alipa kwa fulani. Kwa hiyo mtu badala ya kutumia ubunifu huo na ujuzi huo,
anautumia negatively, sio positively. Anautumia kwa njia hasi, sio chanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mahesabu hayo sasa tuliojifunza shuleni, badala ya kuyatumia yalete maendeleo na mafanikio kwenye familia, tumekuwa watu wa mahesabu. Baba anahesabu mpaka siku za kutumia mfuko wa chumvi nyumbani. Kipande cha sabuni kinapigwa mahesabu ya siku kwa sababu ya ugumu wa maisha. Bwana Yesu tusaidie sana. Si ndio? Si ndio? Ugomvi kwenye familia mpaka kwa sababu ya sabuni, watu wanagombana. Sabuni imeishaje? Ilipaswa ishe wiki nzima. Sasa siku mbili, kwani inaliwa? Hivi sabuni huwa inaliwa? Imeisha, imetumika, imeisha. Lakini kwa sababu ya hali ngumu ya maisha, basi ugomvi unaanza na kila mtu amejifunza kwa mahesabu. Bwana Yesu tusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunakosa ujasiri wa kusimama kwa ile mambo mabaya. Giza hili hutokea na kuongezeka pale ambapo maarifa yanapotenganishwa na maadili, pale akili inapokuwa kali lakini dhamiri imelala. Tuna shape the mind, tunatengeneza akili inakuwa sharp, lakini dhamiri imefanyaje? Kwa hiyo tunazalisha kizazi cha wasomi ambao wana akili sharp, akili yao inaenda speed, lakini dhamiri imefanyaje? Dhamiri haiwashtaki, dhamiri haionyeshi kitu kibaya, dhamiri haimwambii huyu umemwonea, dhamiri haimwambii unajenga nyumba kwa sababu hivi, huoni kama unafanya hivi, dhamiri haionyeshi kwamba mbona unalima mpaka wa jirani, huoni kama unaleta ugomvi, dhamiri haimwambii wewe mama sasa unatafuta hela, lakini mbona umemnyanyasa mume wako, wewe mwanaume ambaye unafanya hivi, mbona unamtesa mke wako, dhamiri haimwambii nyinyi wazazi ambao mmekimbia huku na kule, mbona mnapambana kutafuta hela na yale, lakini mmeacha mali ya watoto wenu. Dhamiri imelala, haishtaki, haiwashtaki, haiwasumbui. Sasa kizazi chetu kimetengenezwa akili, lakini dhamiri zimelala. Giza inaongezeka pamoja na akili kujua, pamoja na akili kwenda spidi, lakini dhamiri zimelala. Kitabu kile cha Isaya sura 59, kuna maneno machache niyasome mstari wa 9 na 10, usikie Biblia inavyosema. Yesu anasema, mimi ndimi nuru, anifuataye hata kwenda gizani kamwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kumbe tunapaswa kumfuata Yesu ambaye yeye ndiye nuru iliyokuja kuwaka duniani, watu watembee katika nuru. Jina la Bwana libarikiwe sana. Isaya 59 sikia anavyosema. Isaya sura ya 59 nasoma mstari wa 9 na 10, maandiko yanasema ifuatavyo: kwa sababu hiyo hukumu ya haki i mbali nasi, wala haki haitufikiri. Twatazamia nuru na kumbe natokea giza, twatazamia mwanga lakini twaenenda katika giza kuu. Twapapasa na kutafuta huku na huku, kukuta kama vipofu. Naam, twapapasa kama watu wasio na macho, twajikwaa wakati wa adhuhuri, kana kwamba ni wakati wa ukungu wa alfajiri. Kati yao waliowanda tumekuwa kama wafu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu kasikia maandiko haya. Mungu anazungumza na nabii Isaya, anamwambia watu walitegemea nuru kwa kuwa tumepeleka watoto shule, kwa kuwa tuna maendeleo, barabara zimetengenezwa, umeme umekuja. Sasa tunategemea nuru kubwa iwake, maendeleo makubwa yawepo, watoto kizazi kimesoma sasa, kimeelimika, tunategemea kuona mambo ABCD yakitokea. Matokeo yake giza kuu limefunika, giza kuu limefunika. Watu wamekuwa kutangatanga kwenye giza kama vipofu, wanapapasa waone pa kushika hapo, watu wanakuwa wafu. Ndicho kizazi tulicho nacho. Suluhisho liko kwa Yesu. Amina. Mama, suluhisho liko kwa Yesu. Baba, suluhisho liko kwa Yesu. Mwana familia unayesikia, suluhisho liko kwa Yesu. Unapoona giza limefunga chumbani kwako, suluhisho haliko mahakamani wala polisi. Halipo huko. Huko nako kuna giza lingine utakalokuta nalo ukienda.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Huko nako kuna giza lingine utakalokuta nalo kile. Kwa hiyo suluhisho liko kwa Yesu. Maandiko yakaonya kwamba kwa sababu hizo ambazo tumezielezea, kuna kuwepo na hali ya kutangatanga. Hukumu imekaa mbali nasi, haki imekimbia wala haiko karibu na sisi. Tunapotazamia nuru, kumbe likatokea giza. Tunapotazamia mwanga, tunaenda gizani. Tunapapasa papasa kutafuta ukuta kama vipofu, na tunapapasa kama watu wasio na macho. Twajikwaa hata wakati wa dhuhuri. Watu wanajikwaa wakati wa dhuhuri. Mpaka hivi huyu mtu haoni? Hivi huyu mtu hafikiri? Hivi kwa nini afanye hivi? Unajua unaweza kukutana, niwaambia juzi. Sisi tunaotembea tunakutana na changamoto. Niwaambia kuna mtu unakutana naye njiani amevaa. Yuko anatembea, unajiuliza. Yaani wewe uliye na macho unajiuliza. Hivi huyu mtu ana akili? Hivi huyu mtu ana rafiki? Hivi huyu mtu ametoka kwenye familia ina watu? Hivi mtu anafika anakokwenda kuna watu wengine? Unajiuliza. Yaani unamkuta mtu anatembea, wewe unajiuliza maswali. Huyu mtu ana akili? Ukimuuliza kwamba ndio mwanzo. Hivi huyu mtu alipotoka kuna watu wengine? Nitakwambia yes, na nina mume na watoto. Hivi huyu mtu alifikia anapotembea njia anatafuta na watu wengine? Ndio. Tena tunafika fulani tunakutana na watu wengine. Sasa kwa nini yuko hivi? Giza. Nini? Giza. Haoni. Si macho haya. Sizungumze hayo macho. Wewe unaona. Wala macho haya yanaona. Lakini kilicho kunyika usiku likiona. Lakini huu mgongano unauona. Huu uharibifu uliopo unauona. Ni kipi kinakusababisha? Giza limefunga hata adhuhuri. Masaa kama haya ukiona nje unaona kama panaona. Lakini watu kucha hazimo kwenye vidole. Wamejikwa. Watu wanapotea. Kizazi cha elimu kubalini kwamba kina nguvu kubwa. Kina nguvu kubwa. Kizazi cha elimu tukubalini kwamba kina sauti, kina ushawishi na kina uwezo wa kubadili mwelekeo wa taifa. Kina uwezo wa kubadili mwelekeo wa familia. Kizazi hicho. Hata kanisani tunahitaji watu wenye elimu. Hata hawa leo vijana wamekaa wakasema leo tunataka tubadilishe mwelekeo wa ibada zetu. Zianze kwenda tofauti na tulivyokuwa tumezoea. Ni nguvu ya elimu walionao. Ni nguvu ya ujuzi walionao. Ni utaalamu walionao. Wanaweza kubadili mambo yakaenda namna nyingine. Kama ni hasi inakuwa hasi kweli kweli, na kama ni chanya inakuwa chanya kweli. Ndio. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wajasiriamali mnaenda kukopa mikopo. Mikopo ya Mama Samia, mikopo ya halmashauri 10%, 5%. Mkajikita kwenye kazi, kwenye shughuli, kwenye uwajibikaji, bila ibada, bila hofu ya Mungu. Njia nayo ndio kuvunjika. Ndoa zinaisha. Mama ana hela, baba anazungumza nini? Satana anaingia nyumbani anamwambia ninatoka kazini. Toka kwenye shughuli. Kwenye shughuli sio shughuli, shughuli. Toka kwenye shughuli baba. Nenda kutafuta mkate. Wewe si uko hapa nyumbani. Kalafu nimechoka usinisumbue. Si umekuja una mkopo milioni 2 za Samia. Baba anatoka kufanya kibarua ameleta shilingi 5,000 au 4,000. Uchaji wa Mungu haupo. Hofu ya Mungu haipo. Sasa utaishiwa na hela, utaishi na hela, utaolewa na hela. Hela zitakuwa mmeo au otherwise utakuwa mke wa waume wengi. Kwani yule wa kwako mmoja umemdharau kwa sana hela. Hayo ndio matukio. Nisikilize vizuri. Kwa hiyo ujumbe wangu leo na wasii kila mmoja wetu na msii kila mmoja wetu, ili elimu ili iwe nuru lazima iunganishwe na maadili, hofu ya Mungu na ibada, lakini na kujitenga na dhambi kabisa. Kujitenga na dhambi kabisa. Kisha
tukishamfuata Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ile nuru ya Yesu itatumulikia. Amina. Macho yetu yataona. Mioyo yetu itaona. Nisikilize vizuri. Macho yetu yataona yale ambayo macho ya kawaida hayawezi kuona. Nisikilize. Nuru ya Yesu inamulika, unaona ambacho mwanga wa jua hauwezi ukamulika ukakiona. Yanielewa? Ni mtu aliyeokoka tu anayepita kwenye njia panda kagundua kuna uchawi. Kuna mtu amenielewa? Ni mtu aliyeokoka tu ambaye ameangaziwa nuru ya Yesu. Nuru ya Yesu imemwangazia. Anaweza akalala usiku akajua kuna mtu mbaya alipita kwenye nyumba yake. Hey. Haleluya. Ni mfanya biashara tu aliye na mwanga wa Yesu anayeweza kujua huyu mtu aliyeleta pesa tafuta change. Hizi hela nizoleta zina agano fulani la uharibifu wa biashara. Lakini yule asiye na nuru ile hupokea na uweka mfukoni, kisha ugusa kwenye mfuko ukuta hamna kitu. Macho yanaona ni mchana na huuliza ama hela pesa zangu zimeenda wapi? Anajuza hela zangu zimeenda. Hakuona aliyezichukua, lakini ni mchana. Kwani ulikuwa ni usiku? Ulikuwa ni usiku? Ni mchana. Lazima umwamini Yesu. Ukitaka kwenda mbali lazima umwamini Yesu. Unataka kufanikiwa lazima umwamini Yesu. Unataka kuvuka lazima umwamini Yesu. Lazima umwamini Yesu. Lazima umwamini Yesu. Huna option, huna mbadala. Hakuna mbadala. Hakuna mbadala. Unataka kushinda uwezo, hakuna mbadala. Hakuna mbadala. Unataka kufanikiwa, hakuna mbadala. Hakuna mbadala. Unataka uone mke wako ni mzuri kuliko wake wengine. Kuna budi koko. Lazima uokoke. Unataka muamini mume wako kuliko wanaume wengine? Lazima uokoke. Macho yako ataona kama Mungu anavyotaka. Utakuwa salama. Sema amina. Sema amina. Nguvu hiyo inakusaidia kuwainua wengine. Nguvu hiyo inasimamiwa kwa ujasiri. Kila mmoja wetu sasa anaomba awashe mshumaa wake. Napozungumza mshumaa namaanisha kiwango cha elimu ulichonacho, kiwango cha ujuzi ulichonacho kinatosha kikichanganywa na mwanga wa Yesu. Yes. Haleluya. Kila kiwango ulichonacho, hata kama ulimaliza chekechea. Wasomi wa chekechea kama mpo hapo, ukijumulisha chekechea plus salvation plus Jesus, yes, wewe ni profesa. Wewe ni profesa wa chama. Kila wakifika kwako wanafunga break. Wewe uliyemaliza darasa la pili ukafeli, wewe darasa la pili kujumulisha wokovu, kujumulisha Yesu, wewe ni sawa sawa na dokta. Ukisimama hapa mbele ya mchawi ukamwambia kwa jina la Yesu naye mtumikia, mchawi chini, mchawi kelele, mchawi na garagara. Kwa nini? Wali nuru wake kwenye familia, nuru wake kwenye ndoa, nuru wake kwenye biashara, nuru wake kwa watoto wako shuleni, nuru wake. Nuru wake. Amen. Nisaidie kusema amina ya ushindi. Nazungumza nini? Kizazi chetu hapo kizazi chetu kishashika, kila mmoja kashika mshumaa wake, bila kudai huyu ana tochi, bila kudai huyu ana ritaa vikubwa, na wewe ule na mshumaa kako kashike. Kiwango cha ujuzi wako kishike. Kwa kusema kweli, kwa kutenda haki, kwa kuheshimu utu wa binadamu, kwa kuhudhuria ibada, kwa kujitenga na dhambi. Hapo ndipo kizazi chetu cha elimu kitakapogeuza giza ikawa nuru kuu, na maarifa yao yatageuka na kuwa baraka kwa wote. Kwa hiyo muamini Yesu leo,
mwanga uwake maishani mwako. Mwamini Yesu, mwanga uwake leo. Ukiwaka mwanga kwenye maisha, magonjwa yanaondoka yanayoitesa dunia yetu, ambayo wataalamu mpaka leo wamekosa majibu ya hayo magonjwa. Uliyekuja hapa leo unayeumwa, ruhusu mwanga wa Yesu. Haleluya! Mwanga ukiwaka, tatizo linajulikana. Wengine simeenda hospitali, magonjwa hayapo. Unaomba, wamepima, wamefanya utafiti, unaomba, hatuoni kitu. Microscope hazioni. Za kupima bakteria na vimelea na magonjwa leo hayaonekani. Mwanga ukiwaka leo, utaona matokeo hapa. Utaona matokeo baba. Utaona matokeo mama. Kaka, utaona matokeo. Watoto wataona matokeo. Vile vitu vinatembea visivyoonekana vinaonekana. Haleluya! Zile sauti zinazoongea usizoziona zitaonekana. Mwamini Yesu leo kwa jina. Nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Ukimpokea kaingia, ile mikosi inakimbia. Mapepo, uchawi, maagano vinavunjwa na nuru ya Yesu. Uchawi, maagano, matambiko atakapoifanywa umesinzia, utaona. Yataondoka. Yesu ni nuru. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ya uzima na gizani. Giza linaondoka, nuru inawaka gizani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nimefurahishwa na watu wawili, nimalize na mifano yao miwili. Nimefurahishwa na rais wa Marekani Donald Trump. Ametangaza tarehe 17 mwezi wa 3 ni siku maalum ya kuiweka wakfu Marekani kwa ajili ya Mungu. Ni siku ya maombi. Anasema hivi, lazima taifa tuliweke kwenye mikono ya Mungu. Amina. Ili liwe na nguvu, lazima Mungu achukue nafasi kwa taifa. Huyo mwanga umemwakia. Marekani na wataalamu wakubwa na wagunduzi wakubwa wa mambo makubwa kwenye dunia hii. Lakini baada amejua, rais amegundua, nuru imewaka kwenye uso wake. Anasema haya yote hayawezi kusaidia ikiwa si Mungu kutusaidia. Na si wote, marais wote wangejifunza kwa Trump, wakaamini nchi zetu hazitaendelezwa na teknolojia tu. Space teknolojia imefanya mambo makubwa sana. Wangeamini kwamba haya maendeleo ya viwanda, maendeleo ya nini na hii na nini na nini, majeshi makubwa, mateknolojia ya manyuklia na nini, hayawezi kuondoa mapepo na uchawi Tanzania na kwenye nchi zao. Lakini nimempenda rais mwingine, rais wa Senegal, kijana miaka 44 na mzidi zaidi ya miaka 10 aliyechaguliwa kuwa rais. Amewaambia viongozi wote kwenye ofisi zao, kwa kawaida kiitifaki, kila ofisi ukiingia lazima upite picha ya rais kwenye ofisi, si ndio? Amewaambia, naomba picha zangu zote zitoke kwenye ofisi zote nchini. Sitaki mnione kwenye ofisi zenu. Muweke picha za watoto wenu na familia zenu. Ukiingia ofisini, wewe ni mkuu wa wilaya, ni mkuu wa mkoa, ni waziri, ni nani, chukua picha ya familia yako na watoto wako iweke pale, ili uwe unawaona. Unapowaza, unapofikiri kufanya maamuzi, unapofikiri kuibia nchi, unapofikiri kufanya ubadhirifu, unapofikiri kufanya maamuzi kandamizi, uangalie watoto wako, hatima yao kesho itakuwaje baada ya wewe kutoka. Nikasema kumbe tunakwenda pazuri. Kama neema hii itaendelea ikasambaa kwa mataifa yote, tunaenda kufika pazuri. Nuru ya Bwana itawaka, watu wataelewa, watu watafahamu, watu watajua nafanya maamuzi kwa kuzingatia nini. Maana kama mtu hajali kesho yake itakuwa. Haleluya, haleluya. Bravo shekeli. Bravo shanda bravo saka. Yesu. Yesu ndiye nuru. Yesu ndiye nuru. Nataka kuomba kwa ajili yako. Kila mmoja inua mikono yako juu sasa. Kila maneno haya pamoja na
Mungu ameandaa kufanya jambo kwa ajili yako. Hebu inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, wewe ni nuru ya ulimwengu. Palipo na giza, palipo na giza, wewe ni nuru. Wewe ni nuru. Nuru ya familia, nuru ya uchumi, nuru ya elimu, nuru ya taifa letu. Kwa jina la Yesu. Kuna aliyonitesa, kuna anayonikandamiza, Kila mateso
Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, naamini umebarikiwa. Naamini Bwana amekutana na wewe. Naamini macho yako sasa yanaona. Naamini uchumi wako unaona. Miguu yako ikaona.
awabariki sana. Asanteni sana.